Ujambo mtazamaji wa SQF TV na kusalimu sana popote pale ulipo, heri ya mwaka mpya. Natumaini kabisa ukubuheri wa afya. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya Januari 2, 2026. Uko na Mipenda Godson ambaye nakusomea taarifa za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Wananchi wameendelea kufika katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro kutambua miili ya ndugu zao waliopoteza maisha kwenye ajali ya basi na lori yaliyogongana na kuteketea kwa moto, huku tayari mwili mmoja ukihitaji kutambuliwa licha ya ndugu wengine wakiendelea kutafuta ndugu zao bila mafanikio tangu kuripotiwa kwa ajali hiyo. Akizungumza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, kaimu mganga mfawidhi Daktari Joseph Kwai ameeleza kuanza kutambuliwa kwa mwili mmoja, huku ndugu walifika kutambua miili ya jamaa zao akiwemo Bi Scholastica Joving, akisema tangu wapate taarifa ya ajali hiyo wamekuwa wakimtafuta mtoto wa dada yake ambaye hadi sasa hajapatikana. Tulipokea majeruhi wa ajali inayosadikika kutokea maeneo ya Mikese, na walianza kupata huduma mara tu walipowasili katika hospitali yetu. Wengine waliingizwa kwenye chumba cha upasuaji na kufanyiwa upasuaji, na wanaendelea vizuri asubuhi ya leo, na watano hali zao ni nzuri na tumejiridhisha, jopo la madaktari limejiridhisha kwamba wanaweza kuruhusiwa na kuendelea na matibabu wakiwepo nyumbani. Mwili mmoja umetambuliwa na process nyingine kwa ajili ya utambuzi unaendelea kwa ushirikiano na vyombo vingine vya uchunguzi. Kuna mkwe wangu mwingine ambaye kijana ni shemeji yake, baada ya kupata taarifa kwamba tumeambiwa majeruhi wengine wako hospitali ya Masei, akawasha pikipiki akaenda mpaka huko, akaenda akaangalia majeruhi hakuepo. Kwa hiyo kama huo muda kama wa saa 5 usiku tukashauriwa hapa, tukajishauri tukasema tuondoke nyumbani asubuhi tuwahi kuangalia hizo maiti. Ni kweli asubuhi tukaja, nilipokuja nikafika hapa nikaonana na uongozi hapo, nikaenda naelekea mochwari. Kweli tukafika pale tukaingia watu wengi kwa kutambua maiti, lakini kwa bahati mbaya kijana wangu au mtoto wa dadangu sikufanikiwa kumuona. Tubongo chache bwana, kama hivyo ndugu yangu hapo, tumetoka hapo Msamvu vizuri, tunaelekea, mimi nilikuwa naelekea Tanga kama nilivyoongea awali, na tumeenda mwendo ulikuwa mzuri, sio mbaya sana, ila njiani kulikuwa kuna mvua kubwa sana. Katika ile mvua tumeenda mpaka kupita Mikese hapo, kufika mbele ndio dereva wa lori ambao alikuwa anatoka Dar es Salaam anakuja huku ndo alitusababishia ajali. Alivyoteka sehemu ambayo si salama na akatugonga. Yaani baada hapo mimi tena sikuelewa chochote, sababu baada hapo mimi nimeshtukia tu kwamba nimetoka nipo kwenye mtaroni kwenye nyasi huko nimelala. Vifo vilivyopokelewa kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro ni 9. Na katika ufuatiliaji tumekuja kubaini kwamba kuna mtu mmoja ambaye naye alipokelewa jana katika hospitali ya Mikese ambaye ni mwanamume. Kwa hiyo jumla ya waliofariki katika ajali hiyo ni 10, wanaume 7 na wanawake 3. Kwa hiyo kumbukumbu za taarifa ya vifo hadi sasa tunavyozungumza, waliokufa kutokana na ajali hiyo wako 10. Walezi wa vituo vya watoto wanaishi katika mazingira magumu mkoani Ruvuma wametakiwa kuhakikisha wanakuwa waaminifu katika matumizi ya misaada wanayoipata kutoka kwa wadau mbalimbali ili misaada hiyo iwanufaishe moja kwa moja watoto wanaowalea badala ya kutumia kwa manufaa binafsi. Wito huo umetolewa kufuatia changamoto zinazoendelea kuwakabili watoto wenye mahitaji maalum katika jamii, hali iliyomgusa mbunge wa viti maalum mkoa wa Ruvuma Mheshimiwa Happiness Ngwando ambaye ameamua kuchukua hatua za vitendo kwa kufanya matendo ya huruma kwa watoto hao. Tuende tumpeleke mtoto matibabu aweze Mungu atakavyomfanikisha. Kwa hiyo tunaamini mikono yenu ina baraka. Kila mmoja hapa yale aliyotoa leo akasema anavyoomba, Mungu mjalie mtoto Gloria kwa shilingi 200 yangu niliyoweka kwenye kichwa. Mimi ni mpole lakini mkali sana, hasa pale ambapo kitu hichi ninachofanya hakitoenda kwa wahitaji wenyewe. Tuliomba hii kazi sio kwa sababu tuna njaa ya ugali,
Mara nyingi napenda kutumia neno mboga ya mwisho ni nyama, na mimi uwezo wa nyama nilikuwa nao kabla ya ubunge. Niliomba hii kazi tutumikie watu, tunaishi tunaishia. Niliomba hii kazi nipate uwanja mpana wa kufikia utumishi wangu wa kimungu. Wanaonifahamu mimi, nimezaliwa Mbinga kwenye mazingira ya uyatima. Nilikuwa nakosa kunipa blanketi au kunipa kanga. Mungu amefanya njia yake, nimetangulia mbele. Naenda kushika taa ya wengine watakaonifikia kwenye mikono yangu, kwa sababu nayajua maumivu ya kuwa hivi. Kwa hiyo nawaomba wale ambao mnamiliki vituo, mnatusaidia kulea watu, mnafanya kazi ya Mungu, hakikisheni hakuna kitu kibaya kula kitu cha mtoto yatima ambacho ameletewa na mtu mwingine. Hakuna kitu kibaya kula hela ya mhitaji. Inaumiza. Natamani niongee kwa herufi kubwa muelewe, ila tu mjue ninanuna nikija kugundua nimetoa msaada haujakwenda huko. Ukiwa kiongozi na unataka kuwa kiongozi mzuri, ni lazima uwashike walio chini yako mkono ili uwavushe. Ni lazima ujitahidi kuandaa na kutengeneza wale unaodhani kwamba wana uwezo ili wawe viongozi wazuri baadaye. Kwa walezi wetu wa vituo hivi, endelee kutoa rai. Unaposikiliza mahitaji unayoona ni mengi, lakini pia unapojitahidi kuyatatua unahisi kama vile mahitaji yale yanaenda kutatua changamoto za wale ambao wamezungumzwa kama ndio wahitaji. Lakini kwa bahati mbaya vituo vingi vya namna hiyo vinageuza mahitaji haya kama sehemu ya matumizi yao binafsi na sio kuyapeleka kwa walengwa. Kwa hiyo nitoe rai kwa wenye kituo hiki na wengine wote ndani ya mkoa huu, tunapopata fursa ya kusaidiwa mahitaji haya tuyaelekeze kwa ajili ya wale wenye uhitaji zaidi kuliko kwetu sisi. Na nakutaka uendelee, kwa sababu watoto wenye uhitaji maalumu hawako hawa tu katika mkoa wetu, kila mahala wapo, lakini pale utakapoona nafasi unayo ya kuwapa huduma, ya kuwatolea huduma watoto wa aina hii, basi uendelee kuwa na moyo huo na kuendelea kutoa huduma hiyo na nyinginezo ambazo zipo kwa wahitaji hawa. Hiyo ndio kazi muhimu na ambayo kwa kweli hata Mheshimiwa Rais, mimi naamini akiona namna ambavyo unafanya, anaona kwamba jitihada alizozifanya yeye pia zinazaa matunda, maana hii kazi Mheshimiwa Rais ndo anayoifanya kila mwaka. Mwanangu ana changamoto ya sehemu ya kutolea haja kubwa. Haja kubwa inatoka kwenye mkojo. Baba yake alinikimbia, ndio hivyo. Tulishaenda naye Pelamio, tukapima, vipimo vyote vimeisha. Kwa hiyo na umetupangia tarehe, inabidi aende kufanyiwa operation. Baada ya kutupangia tarehe, ikaonekana mtoto damu yake bado ndogo, kwa hiyo inabidi aongezewe damu ndipo afanyiwe operation. Gharama zake operation zote tatu aliniambia 1,600,000 na kama 50,000 hivi. Nimepewa 500,000, nasema asante kwa sababu inaweza ikanitosha kwa matibabu ya kwanza ambaye nitaenda kuanza naye leo au kesho nikitoka hapa. Mkuu wa wilaya ya Kahama Bwana Frank Mkinda amewataka wazazi na walezi kuhakikisha wanaweka mkazo kwa watoto wao kwenda shule, akidai kuwa Kahama imekuwa na changamoto kubwa ya mdondoko wa wanafunzi katika shule za msingi na sekondari, hali ambayo imesababishwa na malezi ya baadhi ya wazazi kutokukidhi vigezo vya maadili kwa watoto wao. Mkuu wa wilaya hiyo Frank Mkinda amesema hayo katika ibada maalum iliyo ya kuombea taifa la Tanzania amani na utulivu iliyoandaliwa na askofu wa kanisa la Ufunuo mkoa wa Shinyanga, Askofu Samawi Alexi, wilayani Kahama. Kumuuliza Mungu tushirikiane ili yale tunayoyafanya yakareflect makusudi na mapenzi ya Mungu ya kutuweka hai mpaka leo. Shule zinakaribia kufunguliwa. Kahama tuna changamoto ya utoro. Wanafunzi wengi wanaanza darasa la kwanza, wakifika la 4 wamepungua sana. Wanaanza form 1, wakifika form 2 wamepukutika. Wanapita form 2, wakifika form 4 wameisha. Jambo hili haliko sawa. Tukitafakari sana tunakuja kugundua
hili nikuombe Baba Askofu na timu yako mtusaidie, kwa sababu miongoni mwao ndio hawa waumini wenzetu. Sasa tutimize wajibu wetu katika malezi. Watoto hawa ni muhimu kwa ajili ya kesho ya Tanzania. Elimu si lengo la serikali, bali ni takwa la kibiblia. Maandiko yanasema mshike sana elimu, usimwache aende. Lakini pale mwisho tunaambiwa elimu ndio uzima. Tutimize wajibu wetu. Watanzania wote kwa ujumla ambao tumekusanyika hapa, tulikuwa na ibada maalum ya kumshukuru Mungu kwa yote aliyoyatenda tangu kuzaliwa kwetu kila mmoja mmoja. Tuna kila sababu ya kusema asante Mungu. Lakini mbali na hilo, tulikuwa na ibada maalum pale pale ya kumshukuru Mungu kwa taifa letu, lakini kumuomba Mungu azidi kulitunza taifa letu lizidi kuwa na amani, mshikamano, umoja na upendo. Watanzania wote tunatakiwa kuwa wamoja, tushikamane, tuweze kulitetea taifa, tuwe na uzalendo na taifa letu la Tanzania. Wazazi wanatakiwa kila mzazi atimize wajibu wake. Ni jukumu la mzazi kuhakikisha kwanza anafuatilia watoto wake wanakuaje. Utandawazi unatupotosha. Haya mambo ya mitandao yanapotosha sana jamii ya sasa. Ni makosa makubwa baba, mama, mnampa mtoto smartphone, yuko darasa la 7, yuko form 1, mnasema kwamba ni maendeleo. Kule kwenye simu ambazo mnampa mtoto anazidi kuchezea, tena simu janja, kuna mambo ambayo yanaonyeshwa mle ambayo yanasababisha uvunjifu wa maadili na mmonyoko wa maadili kwa watoto. Unampa mtoto kuwa na smartphone, anakutana na vitu ambavyo vinazidi uwezo wake na umri wake, na akili yake inashindwa kupambanua. Kwa hiyo tunaharibu kizazi kwa utandawazi, tunaharibu mfumo wa watoto wetu kwa kuwapa vitu ambavyo havikustahili kupewa watoto wetu. Kwa hiyo mimi ni waasi wazazi waweze kuwa na mchango mkubwa kuhakikisha maadili na namna ya kuwafundisha watoto kupenda elimu. Watu 6 wamejeruhiwa huku paa za nyumba zaidi ya 50 zikiezuliwa baada ya mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali kunyesha katika maeneo ya shule ya Tanga, Masigira na Sanangura ya halmashauri ya manispaa ya Songea mkoani Ruvuma. Mwenyekiti wa kamati ya maafa mkoa wa Ruvuma ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Brigadia Jenerali Hamed Abbas ametembelea maeneo yaliyoathiriwa kufuatia mvua hiyo iliyoonyesha siku ya Alhamisi Desemba 31, 2025 kwa lengo la kuwapa pole wananchi na kujionea kiwango cha uharibifu uliotokea. La Tanga, nyumba karibia 16 zimepata shida ya kuezuliwa na nyingine kuanguka. Lakini kule Masigira nako nimeambiwa nyumba karibia 30 zimepata kadhia hiyo. Lakini pia Sanangura nako nimeambiwa nyumba 4 zimepata shida hiyo. Jumla ya nyumba ni 50. Lakini pia majeruhi nimeambiwa hapa Tanga wako 2, kuna ambao wamepata shida kwenye vidole na miili. Lakini kule Masigira nao wako 4. Kwa hiyo taarifa ya tukio hili ni yenye kutia taharuki, na kwa mkoa wetu ni muendelezo wa matukio yanayofanana. Kwa hiyo kupitia kikao hiki nielekeze kamati ya maafa ngazi ya wilaya ikae itathmini, na yale ambayo itaona yako juu ya uwezo wa kamati ya wilaya basi watuletee kwa haraka, na kwa vile tumekwisha kuona basi na sisi tutaenda kukaa kama kamati ya mkoa tuone ni namna gani tunavyoweza kushirikiana nanyi katika tukio hili. Kwa hiyo tunapojenga, niombe tuzingatie kuhakikisha tunajenga kwa kuweka ring beam, lakini pia tunashikilia paa na nyumba kwa mabati au kwa waya zile wanaita coax ambazo upepo unaweza kuhimili kidogo. Lakini pia kati ya bati na nyumba tusiache mianya ambayo upepo unaweza ukapitia pale. Lakini lingine kubwa ni uharibifu sasa wa mazingira unaotokana na kukata miti. Kwa tujitahidi katika kupanda miti, tujitahidi kutokuikata ile iliyopo. Kwa hiyo wananchi ambao nyumba zao zina nafuu waendelee kuwahifadhi wenzao katika kipindi hiki ambacho mnajipanga kurejesha hali ya majumba yenu nyinyi wenyewe, lakini kwa usaidizi pia wa serikali. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tupo pamoja na serikali, pamoja na wananchi mliopata athari hizi,
tunatoa pole sana kwenu kwa hali hii iliyowafikia, na hasa katika kipindi hiki kigumu cha masika. Kwa hiyo jitihada naamini za haraka inatakiwa zifanyike ili kuwanusuru hizi familia ziweze kuishi na kurejea katika hali yake ya kawaida. Mimi mwenyewe vipande vya tofali vikanigonga hapa, kanigonga hapa na hapa. Nyumba ikawa tayari imeshaezuliwa. Nashukuruni jamani kwa kuja kuniona, na washukuru viongozi wote. Kwa upepo uliingia kwa muda wa dakika chache na madhara yakatokea haya. Tulitegemea kwamba mvua itakuwa nyingi zaidi kuleta mafuriko, lakini baada ya tukio hili la uharibifu wa mazingira haya ya nyumba na upepo ulipotulia na mvua ikawa imekata, serikali tutie moyo, itufanyie wepesi ili makazi yaweze kurudi na sisi tuweze kustahimili kama wengine. Wasafiri na wasafirishaji wanaotumia barabara ya Mtwara-Newala Masasi yenye urefu wa takriban kilomita 160 wameeleza kero zao kuhusu changamoto zinazojitokeza wakati wa ujenzi wa barabara hiyo kwa kiwango cha lami. Wananchi wamesema michupuko ya barabara inayowekwa na wakandarasi imekuwa kikwazo kikubwa kwa watumiaji wa barabara hiyo, hususan katika kipindi hichi cha mvua zinazoendelea kunyesha. Tope inateleza, ina maana una slide. Unaweza kupigwa kofi ukahamishwa njia ukaenda kushoto. Unaweza kusababisha ajali yani. Changamoto ambazo tunapitia ndo hizo. Juzi tu hapo kuna gari tumekuja kuitoa hapo kidogo haiangushi. Huu mradi haukuanzia huku tu, hata kule Masasi nako umekuwepo mradi kama ule, lakini kule wako chap sana tofauti na huku kwetu. Kwa hiyo sasa hatuwezi kuelewa shida iko wapi. Mkandarasi amepewa siku 14 kurekebisha yale maeneo ambayo ni finyu. Gari yoyote ikikwama kwenye ile diversion inatakiwa isikae zaidi ya nusu saa. Inatakiwa iwe imetoka. Huyu ni mkataba. Kwa hiyo sisi bado tunamuhimiza mhandisi mshauri kuweza kusimamia mkataba. Wananchi wa kijiji cha Luponde wamemshukuru mbunge wa jimbo la Njombe Deodatus Mwanyika kwa kuchukua hatua za kufanikisha upatikanaji wa maji safi katika kijiji hicho kwa kuwapatia tenki la maji lenye ujazo wa lita 10,000, huku mmoja wa wananchi Kastoni Mlelwa akisema tangia amezaliwa hajawahi kunywa maji ya bombani. Mbunge Mwanyika amewakabidhi wakazi hao tanki lenye uwezo wa lita 10,000 huku akikubali kupokea ombi lao la kupata mipira ya kusambazia maji ili maji yafike mitaani. Majina naitwa Sofia Dondenga. Kweli changamoto ya maji ni kubwa. Kwanza tupende kumshukuru mheshimiwa diwani, mheshimiwa mbunge. Shida tunapata kuchota maji mtoni. Yaani hata kama umetoka shambani narudi jioni inabidi ushuke mtoni kuchota maji. Tunapata shida kubwa ya kuchota maji mtoni. Tunamshukuru mheshimiwa mbunge wetu ambaye ametuletea tengi hili, tunasema asante, pengine baadaye tutakuwa na sisi watu katika kwa ajili ya maji hayo. Tunasema asante. Changamoto ni kubwa, sio ndogo. Kuchota maji ni mtoni. Mduilo ni mwenyekiti wa mradi huu wa maji Lusitu. Kilichobakia kwa sasa ni kwamba kama nilivyokwisha kusema awali ni kwamba tunaomba msaada wa hiyo lolu kwa maana ya supply mitaani na kupata tena kujenga vituo. Ijapo tu wananchi tena wanahamu pia kuona kwamba na serikali kitia mkono wake pale na wao kwa nguvu zao wanaendelea kuchangia tena. Kwa nyamba wananchi tunashukuru sana sababu hata mimi mwenyewe tangia nizaliwe sijai kunywa maji ya bomba. Kwa hiyo kwa kupata hili tengi tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge. Na kwa jina naitwa Reginbert Lucas Kilumile, mwenyekiti wa kijiji cha Lusitu. Wakati tumeshapeleka umeme mtoni na pampu tumefunga, walitusaidia. Walifunga lolu kutoka kule mtoni hadi hapa tulipo, na wakati tumewasha ile pampu maji yalifika mpaka hapa. Lakini nafikiri changamoto ilikuwa ni kwamba bajeti haikuwepo, haikuweza kupatikana, maana yake tungekuwa penginepo sasa tulikuwa tuna tengi labda karibia matenki 3. Maana yake kutokana na jitihada hizo wakati tunaomba tukawa kama wananchi tumechanga tuna fedha tukatafuta na kwenye mapato ya ndani kwenye ushuru tukanunua tengi hilo mnaliona pembeni hapo la lita 5,000. Tumenunua kwa shilingi 9,500 kwa tumelifikisha hapo. Tulipopewa na hili tukasema hewala Mungu ni mwema. Kwa hivi vitongoji vitatu bado changamoto ipo, na lengo letu yani baada ya kuwa tunatafutiza namna gani ya kuja kutatua changamoto hii, tulikuwa tunafikiria pamoja na kuomba matenki haya ya plastiki, lakini pia tulikuwa tunapendezewa kama tungejengewa tenki
la lita 50,000. Hilo lingeweza saizi maji kwa kweli wanachota mtoni. Leo nipo katika kata Luponde, kijiji cha Lusitu, kwa ajili ya kukabidhi tanki hili la lita 10,000. Tanki hili tumelileta hapa na tumelikabidhi leo, na ni matokeo ya maombi yao wanakijiji wakati wa kampeni. Tulifanya mwezi wa 10 kuja hapa kuongea na wananchi, na moja ya mambo wakati ule waliniomba na niliwasihi kwamba kipindi cha kampeni hatutakiwi tuongelee kutoa vitu vyovyote, lakini nikawaahidi kwamba nalichukua na tutakwenda kulifikiria. Kwa hiyo niliwapa jibu baada ya kuwa nimeapishwa kwamba sasa ombi lao nimeamua kwamba niwasaidie, na niliamua niwasaidie kwa sababu maalum. Hawa ni wananchi ambao wao wenyewe wamejitoa, wamechanga milioni 10 kwa ajili ya mradi wa maji. Hiki ndio kitu tunachokitaka. Yaani wananchi hawangoji serikali ije wafanyie, wanaanza wao wenyewe, wanaendelea. Hawa ndio wanatakiwa wasaidiwe. Na nimewasikia kwamba pamoja na kutoa tanki, lakini bado ili maji yafike lazima tutafute tufanye tunasema msawazo au usambazaji wa maji kupitia mipira mingine zaidi. Kwa mimi nimelipokea hilo kwenda kwa watu wa RUWASA. Serikali ina taasisi ya mamlaka ya maji vijijini. Hao ndio hasa kazi yao. Yaani kazi ya mbunge ni kuchagiza hao wafanye hayo mambo. Kwa mimi nalipokea kwa roho nyeupe kabisa, kwamba tunakwenda kukaa na watu wa RUWASA ili na wao najua huwa wanachangia hapa na pale na kutengeneza miundombinu ya maji, lakini siku zote ukiwa na jambo wewe sema, wakashindwa wao. Kweli si kweli? Sema. Kwa hiyo mmesema, tunalichukua na kulifanyia kazi, na wakati nalifanyia kazi na mimi tuna mfuko wa jimbo na tutaangalia kwenye mfuko wa jimbo na kwenye toero ngapi. Na taarifa hiyo ndio inatutamatishia SQF News jioni ya leo. Kwa niaba ya wale walioshiriki kuandaa matangazo haya, asante sana na wewe msikilizaji pamoja na mtazamaji ambao ulikaa hapo na kutazama taarifa hizi za habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo ya tarehe 2 Januari 2026. Nizidi kukukumbusha huduma mbalimbali ndani ya SQF zinazopatikana, ikiwemo huduma ya ambulance. Kupitia namba hizo unazoziona hapa, unaweza kupiga namba hizo bure kabisa, kufanyia huduma hiyo popote pale ambapo utakuwepo. Lakini pia tarehe 12 mpaka tarehe 16 tupata kuwepo na kambi ya upasuaji wa mdomo wazi ambao utafanyika pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Ukisikia taarifa hii, usisite kumwambia na rafiki yako ili ampeleke mtoto wake pale akapatiwe huduma hiyo ambayo inatolewa bure kabisa. Ulikuwa na Mipenda Gorton, nikutakie jioni iliyokuwa njema na bye kwa sasa.